Taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani imesema amani iliyopo Tanzania imechangia kuongezeka kwa uwekezaji katika sekta mbalimbali nchini, hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa taasisi hiyo Dr. Judith Spendi amesema kupitia kongamano la amani litakalofanyika Oktoba kuanzia tarehe 25 hadi 27 katika viwanja vya Posta Kijitonyama, vijana wataelimishwa kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya kulinda amani. Amani ni hali ya utulivu, usalama, kutokuwepo na vurugu, migogoro katika nchi na kwa mtu binafsi. Kwa ujumla, amani ni hali ya haki, usawa na heshima kati ya watu. Ndugu wanahabari, uwepo wa amani ni muhimu sana kwa sababu zifuatazo. Niko katika nyanja mbalimbali, sekta mbalimbali za kibiashara. Biashara zetu sisi zimekuwa, mimi hapa nawakilisha wafanyabiashara ambao wanafanya kazi na bandari, transporters, ninawakilisha SIDAT, taasisi ya SIDAT, Tatoa, niko katika wakala wa mizigo bandarini TAFA, na biashara nyingine nyingi najua zimekuwa, na watawahakikishia wakati wa kongamano kwamba biashara zao zimekuwa kutokana na amani tulionayo, na tunategemea biashara zetu zikue maradufu kutokana na amani itakayopatikana miaka mitano ijayo. Tumeona ni muhimu kuongea na Watanzania wenzetu kupitia nyinyi wanahabari. Wakati tulio nao sasa ni wakati muhimu kwetu kama taifa. Kwa hiyo kwa kutayarisha kongamano hili tumewalenga vijana. Kutakuwa na mziki, kutakuwa na elimu, kwa kuelewa kwamba hii ndio nguvu ya taifa ya leo na kesho. Yes. Na ndio vijana ambao tunawahitaji katika taifa hili. Nguvu kazi, wanasayansi, madereva tuliowaajiri, watu wanaofanya kazi bandarini, watu katika vilimo ni vijana. Kwa hiyo tumetayarisha kila kitu ambacho unafikiria kijana atahitaji kuona na kuelimika kuelekea uchaguzi na kupata elimu ya amani. Na niseme tu kwa vijana wa Tanzania, sisi tunahitaji amani, tutaihubiri amani na tutaendelea kuunga mkono jitihada za wazalendo ambao wanatafuta amani katika nchi yetu. Hivyo kwa muktadha huo, kama mratibu wa kazi zote za Mwanamke na Nguvu ya Kijani, tunapenda kutumia fursa hii kusema kwamba kuanzia tarehe 25, 26, 27 tutakuwa tuna session mbalimbali pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama. Tunategemea watu kama TCRA ambao ni wataalam na ni taasisi ambayo inadili na masuala ya elimu kwenye mitandao ya kijamii. Watakuwepo pale kwa ajili ya kutoa elimu ya kuwaelekeza watumiaji wa mitandao ya kijamii. Tukakabidhiwa nchi yetu, hatuna historia ya kupigana hadi kumwaga damu ili kupata uhuru. Kwa hiyo amani ambayo Mungu alitupa kupitia waasisi wetu kina Mzee Nyerere, basi tuitunze na tuilinde na tuiheshimu, kwa kuwa sio jambo la mwanadamu, hii ni baraka tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Amani ni neno dogo lakini kubwa kuliko hata mizinga. Amani ni urithi wetu. Tunashukuru taasisi ya FACDI kwa kuanzisha jukumu kama hili na siku tupa kipaumbele cha kuweza kuja kuzungumza kwa neno hili la amani. Kama mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, nasema kwamba amani kwanza. Amani ikatawale katika mioyo yetu. Amani ikatawale katika majumba yetu na sehemu zote ambazo tunazozipitia. Niseme mengi sana kutokana na muda ambao sio rafiki. Mimi ni balozi wa amani. Na wewe je?